Bana, welcome kwenye Mega Mix. Thank you so much. Yeah. Unajisikiaje kuwa Morogoro kwa sababu umefika, hali ya hewa na nini? Unajua hali ya hewa hapa. Mapokezi ya wana hapa. You know what? Yeah. Morogoro bwana ni watu ambao naweza nikasema ni wana hospitality kubwa sana. Okay. Kuna kitu nilikuwa naongea na ndugu yangu hapa kwamba nimekaa sehemu hivi, nimechill na msubiria mshikaji amalize mitikasi zake ili tuje hapa. Okay. Kila mshikaji anayepita lazima akupe hai. Yaani kama mnafahamiana yani. Oh yeah. So hicho kitu nimefeel na nimeexperience ni kitu poa sana yani. Okay. Ile love ile, yani Morogoro wana love yani. Mtu akufahamu. Okay. Lakini umekaa umechill anakuja na kupa hai. Oya mambo vipi? Fresh. And the condition I can say pako poa. Okay. Pame balance, sio joto sana, sio baridi sana. Katikati hapo. Yeah, pako katikati yani. And as you know, katikati patamu. Yeah, of course. Acha mambo yako. Yeah, hiyo alisema hayati mheshimiwa aliyekuwa rais wa 500. Yeah. Okay. Alisema wakati anapita Morogoro, alisema hapa kwamba Morogoro ni patamu sana, yani kwa sababu ni katikati ya miji mingi ambayo ina fursa nyingi sana. Of course. Yeah. Hata ardhi yake na rutuba. Yeah, ina rutuba. Alikuwa yuko sahihi nafikiri. Yeah. Karibu sana. Morogoro, karibu sana kwenye Mega Mix, karibu sana Good Media. Yeah, bana, ngoma kali sana. And so much. I see the promotion ambayo unafanya bana, bab kubwa ni noma sana. Unajua tuna wengi hatukufahamu kwenye kiwanda cha muziki. Yeah. Yo tunasikia track, tunasikia kuna msanii anaitwa Daddy Mashona. Ila tusianzie huko. Tuanzie kwenye ulichokifanya kwa huyu ambaye unamwambia unayakumbuka. Ni wewe ulikosea. Ulimkosea huko nyuma kwa makusudi. Sasa hivi unataka kurudi ama apologize. Uko sahihi. Japo ni story ambayo iko kwa mshikaji wangu wa karibu Mr. Kesho, yeah? Umeconclude wewe. Atanipiga mawe tukikutana. Yeah. Ni mshikaji mwingine, yani ni maisha ya kila siku. Kuna mshikaji alikuwa kwenye mahusiano ambao mimi ni mwanangu sana. Yani ni mwanangu sana. Kwa akiwa kwenye mahusiano alikuwa na mwanamke wake ambaye ni very decent, yani mtu ambaye yuko poa. Mwana kaa bado ana mitikasi zile za ujana sana. Vitu anavyovifanya kwa wale tukao batika kuangalia video, nimevaa ile character ya yeye mshikaji. Nimeiona video business plan anazifanya ambazo haziko poa. Kwa kana muingizo wewe mwanamke kwenye changamoto mengi na bado sometimes anacheza kamari mpaka anashindwa kulipa hadi kodi. You get it? So mwanamke amevumilia kwa muda mrefu, baadaye akaona haya maisha ya mimi yanifaa, akaamua kuondoka. Sasa alipokuwa anaondoka, mshikaji alichukulia poa tu, akaona si nini, wewe nenda tu, hauna shida. Baada ya muda akaona ile pengo alizibiki, yani akaanza kufail. Sasa anaanza kufanya follow up ya kutaka kumrudisha yule mwanamke. It's too late. Yule mwanamke akashaingia kwenye maisha mengine, ndio unaiona story mwishoni inaonekana yule mwanamke anaolewa. Kwa hiyo manake ameingia kwenye mahusiano mengine. Kwa hiyo yule mshikaji manake it's too late. Kwa hiyo ni kama regret, ina pain ndani yake. Lakini ukiacha story niliyomsimulia mshikaji, ni maisha ambayo anawakuta watu wengi sana kwenye jamii. Kwa hiyo tunasimulia kupitia hizi life experience kwa ajili ya na wengine kama kuwafundisha kwamba sometimes when you find true love, don't take it for granted. Yeah man. Video ni kali sana. I appreciate so much. And tumependa sana kile ambacho mmekifanya wote ambao mmetokea kwenye video. Yeah man. Mueleze kidogo ile video queen kwenye ile video. Sio madada ambao tunawaona sana, lakini video queen ni mtoto wenu hapa. Washokela. Ndio maana nilikuwa nataka umuelezee namna ambavyo of course katika vitu ambavyo alini surprise ni uwezo wake wa kuperform. Uwezo wake wa kuperform. Afu pia unajua mnapokuwa location kuna changamoto nyingi lakini unakuwa na watu ambao wameanza na spirit ile mnamaliza nao kwa spirit ile. So nafikiri hata watu wa film wamwangalie. Washokela yuko vizuri kwa sababu alivaa uhusika kabisa. Kama ni mtu ambaye yani mnaishi, yani tuliishi sisi maisha ya ili simulizi tuliyosimulia kwenye muziki. Kwa hiyo yuko poa sana. Big up to her, alifanya vizuri sana. Yeah man.
Bana bab kubwa ni Daddy Mashona kwenye Mega Mix ya Abu FM. Umemtoa wapi Mr. Kesho? Maana muda mrefu sana hatukumsikia, tunamsikia kwenye track yako. Mnaweza ukatuambia pia namna ambavyo mna connect. Mr. Kesho ni brothers. Sisi ni brothers. Apart from business ni brothers. Yeah, tumekuwa pamoja karibia miaka 16-15. Tuko pamoja. Oh yeah. Na wote tuna dream ya aina moja. So kuna kipindi ambacho anakuwa na pursue dream kwenye maeneo mbalimbali. So kwamba mimi sipo. Niko behind. Na kwa hapa katikati alikuwa ametulia sana kwa sababu alikuwa anaandika sana album. Okay. Kwa sababu naye amekamilisha album yake sasa hivi. Okay. Kwa alikuwa yuko kimya kwa ajili ya kuandaa album, lakini hakukaa kimya sana. Kumbuka ameachia TikTok, kaachia Mall, kwa alikuwa anagusa, lakini wakati wale ameelekeza nguvu zake nyingi kwenye album kwa sababu since tumeanza kujihusisha na harakati za music na entertainment industry, hatukuwahi wote, mimi tena bora hata yeye anapia sana kwenye spotlight. Mimi sikuwahi kuja na kitu kikubwa kama ambavyo nakuja sasa, na nitaendelea kuelezea hapa baadaye. Kwa hata yeye alitulia sana kwa sababu alikuwa anaandaa album. Okay. Na album yake iko tayari sasa. Okay, ukisema ulikuwa kwenye kiwanda cha sanaa muda mrefu, lakini haukuja na kitu kikubwa, haukuja na ngoma maana yake, si ndio? No, namaanisha album. Unajua mwaka huu ni ujio wa album. Hata hii ngoma tutoka kuisikiliza ni miongoni mwa ngoma ambazo zipo kwenye album ambayo itatoka mwaka huu Julai. Okay. Kitu gani kikubwa ulikuwa unafanya kwenye sanaa ambacho kilikufanya wengi tusikufahamu? Mimi niko kwenye management team behind. Okay. Management team ya Mr. Kesho. Oh yeah. Yeah. Okay. Kwa hiyo miaka yote mimi nipo. Yeah, tunashauriana hiki sawa, hiki kisiende, nenda hiyo management kafanya nao kazi. Ukiona pako sawa rudi nyumbani, tunajipanga wenyewe, tunaendelea kusukuma gurudumu. Okay. Kilichokuinua sasa hivi ni nini kimekuleta hapa? Nimeona nadaiwa kwamba nimekuwa kwenye music industry, lakini nikiulizwa na mtu kama maswali unaoniuliza kwamba sasa Daddy Mashona umekuwepo kwenye music industry, mostly labda watu wa industry wanakufahamu wachache. Yeah. Lakini wananchi hawakufahamu kwa ukubwa. Sasa ni nini unataka kukiacha kwa wananchi ili wakufahamu kwa ukubwa? Nikisema niachie single bado nitakuwa sijawachia kitu kikubwa, sijatenda haki kwa wananchi. Kwa nikasema nitakuja mwaka huu niwaachie zawadi ya album nzima. Wao ndio wadili nayo ya maisha. So what I did is timeless music. Okay. Unajua umekuja kipindi cha, yani mwana hip hop ambaye amekuja kipindi ambacho wana hip hop ni kama wanaonyeshana vibe. Oya, unaniweza wewe kwenye mdundo, unaweza kweli kupita na nini? Najua unaona hiyo, sio? Unaipokeaje hiyo? Unaiona kwanza inajenga au inabomoa hip hop yenyewe? Lakini pia unaona unaweza kukaa katikati yao na kufanya kitu kikubwa zaidi. Mimi nafikiri naipokea kwa positive aspect. Okay. Kwamba hip hop kuzungumziwa kwenye mainstream sana ni kitu kizuri, kwa sababu ukiangalia wenzetu wa bongo flava and maybe R&B music or genres zote wana mix sana lifestyle na kazi zao za muziki, ndio maana muda wote wako on trend. That's true. Lakini culture ya hip hop ni watu ambao tunataka sana kudeliver kuliko maisha yetu binafsi. Kwa sasa kwa hiki ambacho kinaendelea, it's good for the game but wasibweteke, kwa sababu kukaa kwenye battle kwa artist ambao uko kwenye mainstream bado, unajua battle ni hatua zile za mwanzo za mtu kuonyesha uwezo, kutafuta nafasi, tunanipata. Kwa sasa kwa artist ambao umepewa nafasi na wananchi wanakusikiliza afu ukaconcentrate kwenye battle, hiyo kidogo sikubali sana. Kwa hiyo nafikiri waguse, lakini wakati huo wakumbuke kufanya kazi kubwa. Wafanye kazi, wapelekea wananchi kazi. Okay. Yes. And umesema battle ni nzuri kwa anayetafuta nafasi. And ndio nafasi yako hiyo, si ndio? Mimi mchezo unaojua. Mchezo unaojua, lakini kwenye game ndio umekuja unataka kuleta bidhaa. Of course, and before hii vibe unayoisema hii, maana tayari watu tukua kwenye program. Kama unaandaa album it means maana ulikuwa umeshakuwa hii imekukuta ndani yake. Of course nina mahusiano mazuri na watu wote wanaofanya hizi Cypher and Link. Azima, he is my brother. Shout out sana kwa Azima Mponda. Tukusa, Black Ninja is my brother too. Na connection nzuri nao. Hata kufika kwenye maeneo yao tumealikana. Lakini kwa kipindi ambacho mimi nilikuwa niko busy sana naandaa album. Kwa nikasema time ikifika nita show up.
Okay. Yeah. Lakini unaona kinachoendelea, unaweza kuingia katikati na ukafanya jambo wote wakasema wewe hapa kwa hatufiki hizi level. Maana matambo ni mengi, yani tunajua kwenye hip hop ni kawaida. Nafikiri mimi nimekaa zaidi kwenye wao wakiendelea kubato, mimi nitakuwa nadondosha ngoma. Okay. Yeah, yani tukikaa na yakumbuka, baada ya muda mimi nawaletea ngoma nyingine, kwa sababu sina nyimbo 16 kwenye album. Natakiwa tuitambulishe album mpaka inapotoka watu wameshaelewa nini mwelekeo wa album, tunazungumzia nini. Yeah, you get it. Yeah. Kwa hiyo acha waendelee kucheza hayo makida. Wanacheza makida, sisi tuna drop ngoma. Wana hip hop, si ndio? Of course. Oh yeah. Waendelee kucheza hayo makida. Bana, we got Mr. Kesha. Mr. Kesha. Daddy Mashona. Okay. Yeah, lakini pia ni sawa kwa sababu ni kama patches. Bana. Yeah. Sasa kwa sababu ni mwana hip hop yuko hapa, michano tunaitegemea sana. Ngoja tufanye jambo kwenye kitu kama hiki. Yeah. Nataka nifungue makabati yangu. Fungua bana. Watu wengi unajua wanasikia Daddy Mashona. Wasikie na ujuzi na uwezo. I sleep, wake up, nigga, dream dollar. Street people, wake up, nigga, to make a dollar. When you hustle, don't fear, kwende jela. Ukiwa mwoga utakufa, majalala. Boda all up, twende kisela. Kuna wana wameko, dili za hela. Usiku mzima sijalala, na waza hela. Ya sabuni ni wacheki, wanangu jela. Bim kubwa kijijini, anataka hela. DNA wa mjini, saluni hela. Mi mwenyewe nimechoka, dala. Kila siku sina $50. Yeah, I need more money, but I need chane. Super sini pite, ba tukutane. Mlimani City, mabega tugungane. Wena wako sweetie, na mina wangu honey money. Yeah, man. Oh yeah. Bana, bab kubwa Daddy Mashona, unaweza kumcheck kwenye mitandao yote ya kijamii. Yeah. Unatumia kama Daddy Mashona. Daddy Mashona all over, man. Okay, tuko naye hapa. Yani hatuwezi kuishia hapa tu. Tuna story nyingi sana za kuzungumza.